Naitwa Charles Jackson Mpuza wa mji mdogo Kibaigwa. Tuambie. Nimeingia makubaliano ya kujenga uwanja wa Kibaigwa. Makubaliano hayo nimefanya na CCM kata Kibaigwa. 1915 tukaanza ujenzi uwanja wa mpira ambao uko hapa mjini katikati. Ilipofika mwaka 2018 uwanja umeisha, umebakia kuwezekwa tu vile vibanda vya vyoo na vyumba vya kubadilishia wachezaji. Baada ya hapo tukaletea barua kutoka kata Kibaigwa ya kusimamisha lolote uwanjani, ujenzi usimame. Kutoka 2018 tukasimama, tukatii. Nilivyotii kakaa muda mdogo, nimekopa hela za benki kwa ajili ya ujenzi. Ujenzi umekamilika, umebakia kuwezeka. Baada ya hapo nikaambiwa kwamba kuna michezo kule uwanjani. Naenda kuuliza, vipi michezo hii? Diwani wa kata ya Kibaigwa Richard Kapinye akatuma watu wake kuja kunikamata kwamba naleta fujo uwanjani. Dikteta Richard Kapinye. Baada ya hapo nikaja kukamatwa, nikapelekwa kituo cha polisi. Mimi mwekezaji ambaye nimetumia pesa yangu kwenye uwanja. Baada ya kufika kituo cha polisi kwa sababu naleta fujo kwamba nimepewa barua ya kusimama ujenzi, vipi nakuja na unauliza habari ya ujenzi. Pale tukabishana, nikasema mimi na haki zangu, mbona uwanja umefungwa? Mmenipa barua. Akasema haiwezekani. Akatoa oda Richard Kapinye dikteta, nikapelekwa Kongwa. Nilipopeleka Kongwa, polisi ya Kongwa, ligi ile walikuwa wenyeji wa uwanja ambaye kaanzisha Richard Kapinye. Wenyeji wa uwanja walikuwa polisi Chamwino ambaye ligi alikuwa kaanzisha Richard Kapinye. Baada ya kupelekwa Kongwa, mimi na afande ambaye yupo hapa anaitwa Philbert ambaye alinisindikiza mpaka Kongwa. Philbert yupo kwa kituo cha polisi, hajahamishwa mpaka leo. Baada ya hapo nikakaa mahabusu kule mwezi mmoja mpaka ligi ile ikaisha. Kwa kosa gani? Kwa kosa kwamba nimeleta fujo, kwamba vipi na nauliza baada ya uwanja na kati nimesimamishwa nisifanye jambo lolote. Dokumenti zote ninazo hizi za kusimamishwa, mikataba ya kisheria ya mahakamani ninazo zote. Na wewe ndio ulijenga? Na mimi ndio nimejenga kwa pesa zangu. Baada hapo namshukuru sana OCD wa wilaya kwa kupitia ukaguzi wa kuangalia mahabusu, akabaini mimi nimeonelewa, akanitoa. Mwezi mmoja niko ndani. Kwa hiyo uwanja huo umegharimu milioni 98. Mpaka sasa hivi nyumba zangu 2 Mheshimiwa Mwigulu Nchemba zimechukuliwa. Familia yangu haisomi sasa hivi. Sawa. Baada ya hapo nikarudi. Huyo diwani yuko wapi? Yupo. Mheshimiwa diwani, hebu njoo tuambie hili jambo. Hebu tuambie. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ndivyo basi ningekuwa na nguvu sana, ila kwa sasa mimi sio diwani, lakini hakuna diwani yoyote anaweza akatoa oda kwa vyombo vya usalama wakamweka mtu ndani mwezi. Hicho kitu kipo, wewe unajua sheria, ila yeye aeleze tu yanayomhusu. Haiko hivyo. Kwa sababu umetajwa ndio maana tumekuita. Wewe unajuaje? Wewe ndio ulikuwa diwani? Mimi nilikuwa diwani, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tuambie hilo jambo likoje? Iko hivi. Huyu na mwenzie mmoja Maltini waliingia mkataba na CCM kata ya Kibaigwa. Wakati huo kwa kuto kujua kwao
wakachukulia kama vile kata ndiyo mmiliki wa hicho kiwanja ambacho kiko wapi? Kiko hapa hapa Kibaigwa, ni chini hapo kidogo. Walijenga au hawakujenga? Walijenga. Uwanja ule ulijengwa? Uwanja ulijengwa na umejengwa mpaka sasa. Na sasa upo? Upo. Na nani alijenga? Alijenga bwana huyu na mwenzie mmoja anaitwa Martin. Naenda kwenye pointi sasa. Ngoja bado namalizia. Si walijenga? Ndio. Mpaka wakakamilisha? Haukukamilika. Lakini si walijenga? Walijenga ukabaki kama alivyosema kwenye kupaua vyombo vya kubadilisha nguo Alafu baada ya hapo? Baada ya hapo kama utakuwa unakumbuka iliundwa timu. Sasa kama subiri kidogo waziri mkuu. Subiri kidogo. Sikiliza. Mwacheni maiki, tutafika tu pazuri. Umesikia mheshimiwa diwani? Nani aliyekuja kumweka ndani? Hakuwekwa ndani huo muda anaosema iende kwenye kumbukumbu haipo. Isipokuwa kilichomsimamisha ule ujenzi. Aliwekwa ndani, hakuwekwa ndani? Waliitwa Kongwa, sikumbuki kama alikaa ndani, lakini mwezi mmoja hapana. Haya bwana, nimeshakupata. Sasa ndugu yangu, hebu lete hizo nyaraka. Lete una nakala zako? Hebu sogeza pale. Hebu nenda kwa katibu hapo. Na wewe baki. Ngoja dakika moja. Sogeza pale nyaraka zako. Sogeza pale kwa katibu wangu na weka na kumbukumbu zako. Nitakupigia, utanielezea vizuri. Kongwa oye! Haya, tumeshalipokea hilo. Mwacheni asogee, msimzuie. Mwacheni asogee aje aelezee, msimzuie. Waambie makamanda wa mwache asogee, wasimzuie. Mwacheni aje aseme. Waambie mwacheni, msogezeni, mwacheni aje. Mwacheni, msimzuie. Mwacheni aje aseme. Haya, msogeze, mwacheni aje aseme. Msogezeni mbele hapa, aje hapa aseme. Mwacheni aje aseme, msimzuie. Mwacheni. Mpe maiki. Mpeni maiki aseme. Msogeze hapa aseme. Mwacheni aseme, msimzuie. Haya, mpeni maiki mamangu aseme. Haya, nyamaza mama, nyamaza useme. Nyamaza useme. Ninyi kwa nini mnamzuia mama? Namshukuru Mwenyezi Mungu Baba kukufahamu, nilikuwa sikujui. Naomba Mungu kunifikisha hapa mpaka nimekuona Baba. Haya, nyamaza basi, sema vizuri mama. Umeshafika. Nyamaza vizuri, usilie tena, sema. Kama bado unatulizana, jitahidi tulizana, alafu useme. Nimechoka Baba. Namshukuru Mwenyezi Mungu Baba kukufikisha hapa. Najua shida yangu itakuwa imeisha Baba. Haya, nyamaza ili uongee vizuri. Nimekuja kwa